Naam, habari za wakati huu na karibu tena mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri nchini Tanzania usiku wa leo. Serikali ya Samia Suluhu Hassan yashambuliwa kwa maneno makali na Mwabukusi usiku wa leo baada ya maafisa wa magereza kuweza kupinga barua ambayo iliyokuwa imetumwa na Tundu Lissu kutoka gerezani na kusema ripoti ya barua hiyo iliyosambazwa naye John Heche katika mazishi ya Mzee Mtei ilikuwa barua ya uongo, na maafisa wa magereza wamesema ya kwamba Tundu Lissu hakutuma barua yoyote kutoka gerezani licha Heche kusoma barua hiyo waziwazi kwa wafuasi wa Chadema. Mtazamaji, mtafaruku mkali na kimeumana sasa hivi Tanzania. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kuonyeshe na nikueleze tukio hili zima. Mtazamaji, mzozano mpya mkali umeibuka nchini Tanzania jioni ya leo kufuatia mjadala mkali wa kitaifa unaowahusisha Tundu Lissu, jeshi la magereza Tanzania, John Heche pamoja na rais wa wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi pamoja na serikali ya Samia Suluhu. Mzozo huo umevuta hisia za umma kwa sababu unagusa masuala ya sheria, uhuru wa kujieleza na mipaka ya mamlaka ya nchi. Katikati ya dhoruba hiyo ni barua ambayo ilisomwa hadharani na kiongozi wa Chadema au naibu mwenyekiti wa Chadema ambaye ni John Heche na kusambazwa sana mitandaoni. Barua hiyo ya Tundu Lissu ambayo mamlaka ya magereza sasa inadai haikutoka gerezani, na barua hiyo ni ya uongo na haikuandikwa na Tundu Lissu licha ya John Heche mwenyewe kuisoma. Kukanusha kwa serikali kumezua hisia kutoka kwa wataalamu wa sheria za takwimu na takwimu za kisiasa kote nchini. Wengi sasa wanaona jambo hilo kwa kipimo cha uaminifu wa kitaasisi na heshima kwa utawala wa sheria. Matukio yanayoendelea jioni hii Tanzania leo yamezidisha hali ya kisiasa ambayo tayari ina mivutano mikubwa. Jeshi la magereza Tanzania lilienda mbali zaidi kwa kasi kukataa madai kuwa ujumbe uliosomwa na John Heche au barua iliyosomwa na John Heche umetoka kwa Tundu Lissu akiwa rumande, wakisema ya kwamba Tundu Lissu akiwa gerezani hajaruhusiwa kuandika barua yoyote na hakutuma ujumbe wote. Maafisa wa magereza walieleza kuwa mawasiliano yote ndani na nje ya gereza yanafuata taratibu kali na zinazoweza kufuatiliwa, na hiyo barua ni ya uongo. Kulingana na huduma hiyo, haitawezekana kwa hati kutumwa bila kupitia njia rasmi. Walisisitiza kuwa ujumbe unaosambazwa mtandaoni na John Heche haukutoka ndani ya mfumo wa magereza. Hata hivyo, kukanusha huku kulikusudiwa kuhakikishia umma wa Tanzania kwamba uadilifu wa taratibu za magereza bado upo. Hata hivyo, maelezo hayo hayakunyamazisha mjadala wa umma. Msemaji wa SACP Elizabeth Mbezi alizungumza na waandishi wa habari ili kuimarisha msimamo wa taasisi hiyo na kuwaonya wananchi dhidi ya kueneza taarifa za upotoshaji na barua za uongo ambazo wanadai zimetoka kwa Tundu Lissu. Alisisitiza kuwa jeshi la magereza litavumilia masimulizi yanayoharibu uaminifu wake. Matamshi yake yaliwataka umma wa Tanzania kutegemea vyanzo vilivyothibitishwa badala ya uvumi unaosambazwa kwenye majukwaa ya kijamii kama barua hii ya uongo wanayodai imetolewa na John Heche. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa jaribio lolote la kuunganisha mfumo wa magereza na ujumbe unaodaiwa ni la uongo. Licha ya hayo, mabishano hayo yaliendelea kushika kasi. Hali iliibuka haraka kutoka kwa mzozo wa kitaratibu hadi suala la kisiasa la kitaifa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa walikuwa wepesi kuukosoa upinzani kwa kile walichokitaja kuwa ni kughushi na upotoshaji wa makusudi wa barua ya uongo waliodai imetoka kwa Tundu Lissu. Wachambuzi walidai kuwa kusambaza barua yenye saini inayodaiwa kuwa ya Tundu Lissu bila udhibitisho kunadhoofisha imani ya umma baada ya maafisa wa magereza kudai ya kwamba Tundu Lissu hakuruhusiwa na hajaandika barua yoyote. Walisema tukio hilo linadhihirisha Chadema kuwa ni wazembe katika mikakati yake ya kisiasa. Wengine walidai kwamba mabishano hayo yalifichua mtindo wa propaganda iliyoundwa ili kuathiri maoni ya umma. Sauti hizi ziliweka jambo hili kama ushahidi wa kutowajibika ndani ya safu za upinzani. Tathmini zao kali ziliongeza mafuta kwenye mjadala ambao tayari umegawanyika. Hata hivyo, wachambuzi kama Daniel Malikale, mchambuzi mashuhuri wa kisiasa, alitilia shaka uaminifu wa chama ambacho kinaweza kusambaza waraka kama huo. Alipendekeza kuwa vuguvugu lililo tayari kupotosha ukweli haliwezi kuaminiwa na uongozi wa kitaifa. Maoni yake yaliwagusa sana wafuasi wa chama tawala. Upande mwingine, Boniface Mwabukusi aliitetea Chadema akisema ya kwamba magereza hawajafanya vyema kusema barua hiyo ni ya uongo licha ya makamu wake John Heche kuitoa mwenyewe. Wengi walikariri wasiwasi wake kwenye mitandao ya kijamii na vipindi vya mazungumzo vya redio. Mjadala hivi karibuni ulihama kutoka kwa barua yenyewe hadi swala pana la maadili ya kisiasa.
Hii iliashiria mabadiliko katika mazungumzo ya kitaifa. Mzozo huo ulichukua sura kubwa pale Boniface Mwabukusi wakati huo alipoingia jioni hii kwenye mjadala huo akiwa na msimamo dhabiti wa kisheria. Alipinga mantiki ya serikali ya Tanzania ya CCM inayoongozwa na Samia Suluhu na jeshi la magereza na kwa kukataa barua hiyo. Kulingana naye, suala hilo halikuwa tu kuhusu taratibu za magereza bali kuhusu haki za kimsingi za raia. Mwabukusi alidai kuwa kutupilia mbali ujumbe au barua hiyo ni sawa na kudhoofisha msimamo wa kiakili na kisheria wa Tundu Lissu. Alisisitiza kwamba kufungwa kwa mtu hakufuti uwezo wake wa kufikiri au kuwasiliana au kutuma hata ujumbe. Maneno yake yaligusa hisia kali miongoni mwa wataalamu wa sheria. Mwabukusi alisisitiza kuwa Tundu Lissu bado ni mtu yule yule ndani ya gereza kama alivyokuwa nje. Alimtaja kuwa mwanasheria mwenye ujuzi na uwezo wa kueleza masuala ya kitaifa bila kujali hali yake. Hata hivyo, hoja hii ilibadilisha mjadala kutoka kwa swala la utaratibu na kuwa wa kikatiba. Wengi waliona matamshi yake kama changamoto ya moja kwa moja kwa mamlaka ya serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu. Mzozo huo sasa ulikuwa na uzito wa kisheria na kisiasa. Maoni ya kiongozi huyo wa TLS yalitafsiriwa kuwa ni shambulizi kwa kile alichokieleza kuwa ni utamaduni wa kukandamiza. Alipendekeza kuwa serikali ilijikita zaidi katika kunyamazisha wapinzani kuliko kuweka wazi ukweli. Msimamo wake ulimaanisha kuwa serikali inaogopa ushawishi wa mawazo ya Tundu Lissu. Tafsiri hii ilienea haraka kupitia duru za kisheria na wafuasi wa upinzani. Iliimarisha dhana kwamba suala hilo lilikuwa juu ya madaraka badala ya utaratibu. Kwa hivyo mzozo huo ukawa ishara mapambano mapana juu ya uhuru wa kujieleza. Wafuasi wa chama tawala, hata hivyo, walishikilia kuwa sheria lazima iheshimiwe kuliko yote. Walisema kuwa kuna taratibu za kuhakikisha usalama na uwajibikaji ndani ya mfumo wa magereza. Kwa mtazamo wao, maoni ya Mwabukusi, Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, yalihatarisha kuhimiza kupuuzwa kwa sheria za kitaasisi. Walisisitiza kwamba hakuna mtu binafsi bila kujali hadhi anayepaswa kukwepa mifumo ya kisheria. Hata hivyo, upinzani huu ulionyesha mvutano kati ya utaratibu wa kisheria na uhuru wa raia. Mgawanyiko kati ya maoni haya ulizidisha mgawanyiko wa kitaifa. Mtazamaji, hata hivyo, waangalizi sasa walibaini kuwa jinsi serikali inavyoshughulikia swala hilo ilionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu udhibiti wa kisiasa. Wakosoaji walidai kuwa serikali mara nyingi hutumia taasisi kupunguza sauti za upinzani. Walidai utata wa barua ulikuwa mfano mwingine wa muundo huu. Msimamo wa Mwabukusi uliongeza wasiwasi huu kwa kuyaweka katika muktadha wa kisheria. Kuingilia kati kwake kuliinua mjadala zaidi ya siasa za upendeleo. Hata hivyo, sasa iligusa kanuni za msingi za kidemokrasia. Vilevile, wataalamu wa sheria upande mwingine walianza kujadili athari za uhuru wa mawasiliano ndani ya vituo vya kizuizini au gerezani. Walihoji iwapo kanuni zilizopo zilitafsiriwa kwa ufinyu sana. Hata hivyo, baadhi walipendekeza kuwa marekebisho yalihitajika ili kuhakikisha uwazi na haki. Wengine walionya kwamba kulegeza sheria zozote kunaweza kuhatarisha usalama. Maoni haya tofauti yalionyesha jinsi suala hilo lilivyokuwa gumu. Hata hivyo, mabishano hayakuwa rahisi tena au upande mmoja. Mwitikio wa umma uliendelea kukua wakati wananchi walipokuwa wakijadili suala hilo katika masoko, ofisi na vikao vya mtandaoni. Wengi walionyesha kuchanganyikiwa kwa ukosefu wa ufafanuzi kutoka kwa mamlaka. Wengine waliunga mkono utetezi wa Boniface Mwabukusi wa uhuru wa kiakili na wa kuzungumza wa Tundu Lissu licha kuwa gerezani au kifungoni. Majadiliano yaliangazia uwiano dhaifu kati ya mamlaka ya serikali na haki za mtu binafsi. Pia ilifichua jinsi mivutano ya kisiasa Tanzania inavyoendelea nchini. Hata hivyo, suala hilo lilijitokeza zaidi ya barua ya awali. Mtazamaji, sasa hivi maoni haya ya Boniface Mwabukusi yanakuja kama wakati mgumu na pigo kubwa kwa jeshi la magereza Tanzania baada ya kupinga kauli ambazo zilitolewa na John Heche na kupinga ujumbe na barua hiyo na kusema ni ya uongo, licha ya kutolewa na makamu wake binafsi John Heche ambaye anadai kuwa alipewa ujumbe au barua hiyo na Tundu Lissu. Mtazamaji, ni hayo tu. Ningependa kusikia maoni yako upande wa maoni ama upande wa comment chini ya video hii. Niandikie mtazamo wako. Vile chukua sekunde yako moja ama mbili, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii.